Mei 20, Jumanne, mwaka wa 2025. Mwongozo wa hatua ya kugeuza maisha na Remnant, Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kristo alizungumza juu ya kazi za ufalme wa Mungu zilizoanzishwa kwenye mlima wa Mizeituni. Ndani ya hii, maisha yako yanapaswa kuwa wapi na mwisho wa dunia kupatikana wapi? Iko katika masinagogi. Lazima ushikilie kwa usahihi agano hili moja. Matendo 17:1-9. Paulo aliona Thesalonike, jiji lililodumisha uhusiano wa kirafiki na Roma, kama mahali muhimu na kuingia masinagogi. Huko alielezea kwa usahihi umuhimu na ukamilifu wa Kristo. Kama alivyoshuhudia Kristo katika masoko, wale waliofaidika kutokana na kuuza sanamu walichochea ghasia. Sababu kwa nini lazima ujifunze uchumi ni kushinda uchumi wa giza na kurejesha uchumi wa nuru. 2 Matendo 18:1-4. Paulo alikutana na wenzi wa ndoa Priscilla na Akila huko Korintho. Wenzi wa ndoa walikuwa na taaluma sawa na Paulo, biashara 300%. Hivyo waliingia masinagogi kila Sabato na kuwasilisha siri ya Jumapili, siku ya Bwana. Baadaye walikutana na Remnant, Apollo, na kushiriki kazi za Roho Mtakatifu ambazo zilifanyika katika Kalvari, mlima wa Mizeituni na chumba cha juu cha Marko 3. Matendo 19:1-21. Paulo aliwafundisha wanafunzi aliokutana nao huko Efeso juu ya Roho Mtakatifu na akawasaidia kupata uzoefu wa kazi za Roho Mtakatifu zilizotokea kwenye chumba cha juu cha Marko. Baadaye aliingia katika sinagogi na kutangaza kwa ujasiri ufalme wa Mungu kwa miezi 3. Aliwateua wanafunzi tofauti na kuwafundisha neno katika jumba la Tirano kwa miaka 2. Kwa kuongezea, aliona kwa usahihi mustakabali wa Roma. Mwenyezi Mungu atakuongoza wewe unayejua njia miongozo hii kwenye njia iliyo hakika. Milango ya kanisa imefungwa, Mungu alifungua zama za Remnant na kurejesha Injili. Ni kwa sababu Injili lazima ipelekwe kwa mataifa 237 na makabila 5,000 kuangaza nuru katika giza. Ombi la agano hii: Mungu Baba, na kushukuru kwa kukabidhi zama hii kwa Remnant, na utoe neema yako juu yangu ili nisiingie katika dhana potofu. Unilinde ili nisitikisike. Fungua macho yangu ili nione wakati ujao. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen.